Hapo tutafakari kidogo neno la Mungu ambalo nimechagua tutafakari kwa ufupi kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu. Luka mtakatifu mlango wa 24. Mimi nitasoma mistari michache tu. Nitasoma mistari 6 ya kwanza. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioyaweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingilishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi na hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Amen. Ndugu zangu, nimependa maneno haya tuongoze kwenye siku kuu ya leo. Leo ni siku ya kufufuka kwa Yesu Kristo, na niombe nikumbushe mambo muhimu haya. Mara nyingi watu wengi wanapoadhimisha Pasaka, iwe Ijumaa Kuu, iwe Alhamisi, iwe leo siku ya kufufuka, tunataka kukaa katika historia. Tunataka kubaki katika historia. Sio maana siku hii kuendelea kutafakari historia. Siku chache zilizopita nikizungumza na watu wengine, niwaambia hata Ijumaa kuna Alhamisi, sio maana yake tuendelee kumsema Yuda. Sio maana yake. Kwanza Yuda alishakufa na kaburi alionekani kabisa. Kwa kuendelea kuzungumza habari za Yuda ni kupoteza muda. Wajibu wa Pasaka ni kuchukua yale mambo machache na kuyapima katika maisha yetu ya sasa. Yapo. Ndio kazi moja tu ya Pasaka. Hata Alhamisi. Sio kufikiri zamani tulikuwa tunatengeneza na maigizo, tunatengeneza na bustani ya Getsemani. Haitoshi kukumbuka kufikiri historia. Haitusaidii chochote. Mahali pengine tunatengeneza hata misalaba, hata Yesu wa bandia anatengenezwa na wekwa msalabani. Haitoshi. Haitoshi. Jambo la muhimu, narudia tena, ni kuangalia yale mambo machache yaliyotokea wakati ule kama yapo katika mazingira ya leo ili tuyasahihishe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ule katika historia ya mateso ya Yesu, jambo la kwanza tunaloliona pale ni usaliti. Watu kusalitiana, kuuzana. Jambo hilo lipo katika maisha yetu. Kusalitiana. Mnakuwa katika nia moja, lakini mmoja anageuka. Yuda aligeuka akawasaliti wenzake. Hilo ndilo fundisho katika kanisa letu. Wako wasaliti. Katika vikundi vyetu vya kwaya kuna wasaliti. Wanaweza kuuza misingi yetu, taratibu zetu kwa faida ya kwao. Jambo la pili, katika kesi ya Yesu kulikuwa na mashahidi wa uongo waliotengenezwa uongo. Mtakumbuka mmoja akasema, huyu alisema watu wasitoe sadaka, wasitoe kodi kwa Kaisari, si ndivyo? Mmoja anajitokeza kabisa, anasimama kwa dhati kabisa, anasema tulimsikia anasema watu wasitoe kodi kwa Kaisari, kitu ambacho sicho. Yesu alisema ya Kaisari mpeni na ya Mungu mpeni. Je, siku hizi hatuna mashahidi wanaoshuhudia uongo hata kanisani? Mnatengeneza stori tu, au za kumchafua mtu au za kuchafua kanisa.
mnazisimamia kana kwamba ni za kweli, na watu wakisikia wanaamini, inaonekana kweli. Na wale waliposimama watu wa heshima wakasema kweli huyu, na watu wakamsomea. Hayo ndio mambo ya tunadondoa machache katika maadhimisho haya yatukumbushe katika maisha yetu. Jambo jingine, jinsi hukumu ilivyoendeshwa wakati ule. Yesu amekamatwa Alhamisi, akaanza kupigwa. Ijumaa saa 9 wamemaliza na kumweka msalabani. Hukumu chini ya masaa 24, wamesikiliza mashauri, wametoa na hukumu. Vyombo vinavyotoa haki siku hizi vikoje? Vinatoa hukumu kwa haki? Je, hii mahakama ya Yesu walipata nafasi ya kusikiliza ushahidi? Walipata nafasi ya kupeleleza ili wajiridhishe? Mbona furahia mimi nisikiliza mahakamani wanasema mashtaka yamethibitisha kuwa anakosa bila kuacha shaka lolote. Sasa Yesu hawakuona mashaka yoyote katika hukumu chini, maana sio zaidi, ni chini ya masaa 24. Wamemkamata, wamemshtaki, wamemhukumu, kwisha. Tena hukumu ya kifo, sio jela. Afange kwa jela. Na tukisema tutakata rufaa, sasa ni kufa, wameshamuua. Vyombo vya kutenda haki, mahakama zetu, mabalozi wetu, wazee wa kanisa za siku hizi sijajua. Zamani kwani pia ni chombo cha mahakama, wazee wa kanisa. Zamani ilikuwa inatoa hukumu. Sitaki kuingia sana mambo ya siasa, lakini ukisikiliza zile kesi za mahakamani, ukisikiliza watu sijua sheria, unaona hapa ushahidi unatengenezwa, mashtaka yanatengenezwa, unaona kabisa watu sijua sheria. Haya ndio mambo ambayo tunapokusanyika Pasaka tujipime. Sisi Wakristo tujipime hukumu zetu. Watu wanaotunza haki na kugawa na kutunza haki za watu, vyombo vya mahakama, vya taasisi, nazo zijipime namna gani zinalinda, zinahifadhi na kutunza haki za watu. Jambo jingine, nimechukua mambo machache tu. Jambo jingine, Petro alishindwa kusimama katika ukweli na kutetea ukweli wakati wa dhoruba. Wakati wa starehe, hakuna shida. Mnakumbuka wakati wanakula pale jioni, wanakula juice na mikate na chapati, wamekaa, hakujua kwamba mbele kuna kivumbi. Yesu akaanza kuzungumza, mnajua huku nakula mikate iko mbele, wanapiga story. Asema mnajua mwana wa Adamu atasalitiwa, atateswa na nini na kadhalika. Huku wanakula hapo, wanaota na moto, haoni dalili yote ya maadui. Akasema, Bwana, kama wengi wote watakimbia, mimi nitabaki. Mimi niko vizuri, hata panga ninayo. Wote wakiondoka, mimi nitabaki na wewe. Yesu akamtazama, akamhurumia. Narudia, tunasimamiaje ukweli hata imani yetu wakati wa dhoruba? Dakika chache, sio siku, dakika chache hewa ikabadilika. Anaona tayari Yesu amekamatwa. Alijitahidi, ingawa kibinadamu nampongeza upande mwingine. Yako mazuri ya kujifunza kwa Petro na mabaya pia. Zuri tunajifunza, tunamshukuru, alijitahidi. Alipoona hali alikumbuka kiapo chake, na alikuwa na panga ameficha. Yesu akiviona alikuwa ameficha. Hilo nampongeza. Alipoona amesogea wanamkamata, mnakumbuka alijitaidia, alijitolea, akachukua upanga akamkata yule askari. Sikio linadondoka. Ni hatua kubwa kwa Mkristo. Hapo kipengele hicho tumpongeze Petro. Nani miongoni mwenu anaweza kusimama wakati wa shida na dhiki kubwa akalitetea jina la Yesu kama Petro? Maana kusema jamani, hakuita mgoe kwamba jamani hatuanze kuwashambulia.
alijitokeza peke yake, yeye na nafsi yake, amtetee Yesu. Mteteni Yesu, mlio askari, inueni beramu, mkae tayari kwenda naye vitani. Sisi hatuchoki hata washindwe, yeye amiliki. Petro alijitahidi kiasi chake kulinda imani yake, kulinda kiapo chake. Sasa ingekuwa tuko kwenye somo la Biblia, Bible study, tungejadili kidogo, kitu gani kilimfanya Petro arudi nyuma? Je, ni pale alipoona Yesu hakubali msaada wa Petro? Maana amekata sikio la askari limedondoka, anamsaidia Yesu, alafu Yesu anayesaidiwa anaokota tena sikio analirudisha. Akajua huyu sasa hahitaji msaada wangu. Tungekuwa kwenye Bible study tungekwenda mbali zaidi, tumtazame huyu kitu gani kilimfanya. Maana tena alipoendelea mbele kidogo, pamoja na hilo hakuacha, pamoja na kwamba amepuuzwa na Yesu, hakumwacha Yesu. Nina haja nawe kila saa, hawezi kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi. Pamoja na kwamba Yesu hataki kusaidiwa na Petro, Petro anaona hakuna mahali pengine pa kwenda, ni kwa huyu Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini ni dogo tu kidogo, siku nyingine tutazungumza zaidi. Yesu alitaka kumwambia Petro, vita vyetu si vya damu na nyama wala na panga, ni vita vya kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema, rudisha upanga wako. Hii vita ya kumwaga damu sio yangu, sikutumwa kwa hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Tumekwenda mbele kidogo. Sasa Petro yeye alipenda kutumia nguvu za mwili kuliko nguvu za kiroho. Ndio maana hakuelewa Yesu anaposema vita vyetu si vya damu na nyama. Hakuelewa kabisa. Yeye bado amekaza na upanga wake. Sasa kufika kule mbele, kale kabindi kasichana kanamvamia Yesu, kanamkumbusha Petro. Anasema, wewe baba, si moja na ile? Si mnakumbuka ishu ile? Wewe si moja naye? Akasema, wewe mwanamke wewe. Akasema, lakini hata lugha mbona mnafanana? Anaendelea kumfanya nini? Kumbana asogee kwa Yesu. Tunapojitenga naye, giza la tuzunguka, mwendo wetu si imara, hamna raha moyoni. Petro anakosa raha, tayari anaanza kuhubiriwa hata na visichana vijakazi vinamjua kwamba yeye ni wa Yesu. Lakini Petro anakwepa kwa Yesu kwa sababu Yesu hataki kutumia nguvu za kimwili katika kulinda ufalme wa Mungu. Ndipo walipopishana Petro na Yesu. Kwa Pasaka inatukumbusha Wakristo, vita vyetu siku zote tumwachie Mungu. Tumkaribishe Mungu atuongoze, tusitumie nguvu zetu, elimu zetu, maarifa yetu. Hapana, vita vyetu ni sala
na neno lake Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwisho, ndugu zangu, nitaka kuwatembeza kwamba mara nyingi tunakosa tunapotazama hizi sikukuu, tunafikiri tu yale yaliyomo. Nakumbusha tena, tuyachukue yaliyomo, tuyalete katika maisha yetu na kuona yana nafasi katika maisha yetu haya, yanatugusa katika mioyo yetu. Na Mungu atusaidie tunapoingia katika ulimwengu wa mashaka. Sasa siasa zetu sasa, kuwa mwanasiasa ni hatari, kuwa mwanaimani ni hatari, hakuna kwenye unafuu. Kuwa mwanaimani, kuwa mfuasi kamili wa Yesu ni hatari, kuwa mwanasiasa mkereketwa ni hatari. Tutasimama wapi? Vikundi na makanisa na wahubiri wengi sasa wanahubiri biashara kuliko kweli na haki ya Mungu. Dunia imeharibika. Siku hizi hata tunapoitwa baba mchungaji na wachungaji tunaoendelea sasa kwenye huduma, mara nyingi hata tunapoita mgeni anapoanza kuhubiri tunakuwa na mashaka, atatufikisha? Niwakumbushe waliokuwepo mwaka juzi, miaka 4 imepita. Mwaka 4 imepita, tulikuwa na mkutano mahali fulani, kama sio Anglikani mahali fulani, alikuja mhubiri. Waliokuwepo wakati akahubiri, baadaye akasema yeye amekuja kuleta pasi, ana pasi wale waliofanywa operation, ana pasi za kuondoa ile. Wangapi walikuwepo wakati ule? Mwe mnasikiliza mikutano ina faida wakati fulani. Akasema sasa hashughuliki na dhambi na maisha ya kiroho. Akasema sasa wale wote waliofanywa operation, kama mnaona na ile mishono ina alama fulani, waende kwenye kumbi fulani. Akaomba akasema waende kwenye kumbi fulani wakaangalie, wataona ile imepigwa pasi, hawataona tena kovu wala mshono. Yesu hashughuliki na mambo ya kipumbavu ya namna hiyo. Narudia tena, Yesu hashughuliki na mambo ya kipumbavu ya namna hiyo. Yesu anaponya imani yako na uzima wako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiyo, tuwe makini na mahubiri mengine. Ulishafanywa operation, limebaki kovu, umepona, sasa unasema kupiga pasi la kovu. Injili gani hiyo? Ndio maana wengine wamnadai watu wapeleke nywele na kucha, na watu wanapeleka, si ndivyo? Ni injili chafu. Ndiko tumefikia huko. Tukae katika imani thabiti na tujihakikishie tunasoma neno la Mungu kila siku. Tatizo, naomba mniruhusu ni walaumu. Tatizo, Wakristo wengi hatujipi nafasi wenyewe ya kusoma neno la Mungu. Nampenda sana, kama sio Lusekelo ni nani, na nipenda sana, alisema msizoee kuombewa tu, omba na wewe. Nafikiri ukiombewa tu utaombewa vibaya, utapokea hivyo hivyo. Sasa niwape mfano. Hata mimi menikuta hivi karibuni, nafikiri mwaka jana, nilikuwa na gari yangu nasafiri. Mtu mmoja kaomba lift, akasema basi naomba lift, nikamchukua. Sio sipendi kuchukua watu hivi. Nikajua kwa sababu ni mtu wa imani. Ninamfahamu ni mtu wa imani, sikumjua imani yake ikoje. Nikamkaribisha. Sasa tunapoanza kuomba, alianza kufanya sala tangu mwanzoni. Kwa mfano nasema, Mungu, tunajua shetani ameweka majeshi yake njiani, kuna madui na nini. Anataja hata kwenye daraja lile, Jojo ameweka mapepo ya kuharibu gari. Yaani saa yote anaonyesha ile njia ni hatari tu. Tukaenda kidogo, nikasema nimepata dharura, narudi. Nikaona hiyo si sala, nikalipsha mapepo tu hii.
Yaani imealika mapepo. Yaani unakwenda kila mahali, hakuna mahala anapoonyesha Mungu tunaanza safari, tunaomba tusafiri kwa furaha na amani, tubariki. Amen. Sio ndio sala? Unasema kwenye vichaka vile kuna majini, unajua nakanga majini. Ala. Kweli nikarudi nikasema samani nimepata dharura, nikajua huyu ametukaribisha, ameleta mkosi tu safari. Haina baraka kabisa. Ameweka mikosi na shida. Msiombe hovyo hovyo, ombeni vizuri. Msiombe hovyo hovyo, omba vizuri. Mungu wetu sio kutishatisha tu. Alafu wewe kwenye sala, wewe unatajaga tu mapepo kwenye sala. Yaani nini mapepo? Mtaja ukuu wa Mungu, enzi za Mungu, mamlaka ya Mungu na upendo wa Mungu na ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndivyo vijae kwenye sala, sio shetani. Tunaona shetani huyu namwona yuko kujuu hapa. Atakuja, si namkaribisha. Atakuja. Mama mwambia, yeye alikuwa kule, mwambie yuko kwenye paa, atakuja, ataka kwenye paa kweli kweli. Tujifunze na kuomba kwetu. Ni Petro anasema, mwaomba hampati kwa sababu mnaomba hovyo. Mnaomba vibaya, ombeni vizuri mpate kujibiwa maombi yenu. Bwana Mungu awanyunyizie baraka, neema na amani, ili Pasaka iwaumbe kwa upya katika imani yenu na muone raha katika kutembea na Kristo. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ni ibada ya leo nije nishinde Magomeni na nyie. Nikasema na mimi ni mtumwa tu, nakubali natii. Kwa hiyo nimefurahi kuja Magomeni kuona katika ibada hii ya leo kwa agizo la Baba Askofu, na mimi nilitii. Na ninafurahi pia kuona mnaendelea katika imani. Narudia tena kutoka moyoni, nafurahi kuona mnaendelea katika imani. Hasa nikikumbuka wakati ule tunatembea msitu hapa, hakuna chochote, tunapotafuta namna kujenga hapa, waliokuwepo ilikuwa ni kama ndoto tu, natembea miguu kwa msitu tu hapa. Lakini leo ninyi wageni hamwezi kuelewa ninachokisema, lakini mimi wachache, Mheshimiwa mzee wetu katibu mkuu mstaafu Kisebengo na kina Kimaro na wengine, mama Nkia na mama Kisebengo watakumbuka haya nasema. Palikuwa ni poli. Lakini leo tunapoona namna hiyo tunamtukuza sana Mungu, na ninawaombea imani yetu isitindike njiani. Bwana Yesu apewe sifa. Isitindike njiani, muendelee hivyo katika ushuhuda huo. Lakini kama alivyosema mkuu wetu wa jimbo, nimefuatana na mama yuko pale nyuma. Lakini pia tuna jirani yetu, yeye wenzetu wao wanasali kanisa Katoliki, Anglikani. Ni majirani zetu, naomba msimame pia na mjukuu wake. Asante sana. Basi nafikiri, lakini pia wengine hawajui, pia nina wajukuu hapa na kijana wangu mnaye siku zote, naomba msimame pamoja na mama na mjukuu. Ametoka nje. Huyu ni mtoto wangu, kwa wale wageni ni mtoto wangu, na yuko mikononi mwangu mwenyewe miaka yote. Tunafurahi kuwaona. Kwa hiyo nadhani kipekee pia naomba niseme tena, nitambue uwepo wa katibu wetu mkuu mstaafu. Nilifanya kazi pamoja naye na mheshimu sana, na kuombea baraka za pamoja na mama. Lakini pia sijamuona hapa mama Nkia. Alisaidi baada ya kwanza. Napenda kuwatambua ambao nimefanya kazi pamoja nao nikiwa ofisini. Kwa hiyo na wengine wote siwezi kuwataja kwa majina, nitaka hao niwataje kwa niaba ya wengine. Lakini pekee niwapongeze kwaya zote, mnaendelea kumtukuza Mungu. Asanteni sana kwa kuimba vizuri. Kwaya ya jina lile linaitwa nini? Naam? Betheli. Huwa nalisahau jina hilo. Na pia kwaya yetu kuu. Asanteni sana kwa kutushuhudia.